Siku moja nilikuwa mtaani nimekaa kijiweni, nikasikia matangazo ya Bikepreneur kwa mara ya kwanza. Ilikuwa siku ya Jumamosi, nilikuwa katika harakati za kutafuta fedha hapa na pale, kutafuta riziki. Nikasikia katika Bikepreneur. Nilitamani kujiunga na Bikepreneur kwa sababu niliposikia kuhusiana na baskeli, nilikuwa napenda baskeli. Kipindi cha nyuma nilikuwa cyclist kabla ya kuwa nafanya shughuli zingine. Nikatamani kujiunga na kuendelea kujifunza zaidi kuhusiana na masuala ya baskeli. Nimesoma mpaka kidato cha 4. Baada ya kumaliza masomo nikawa nafanya biashara ya mkaa. Baada ya kufanya biashara ya mkaa nikaacha, nikawa naendesha bodaboda. Baada ya hapo nikapata taarifa ya Bikepreneur na kujiunga na Bikepreneur. Upande wangu mimi kwenye Bikepreneur nilikuwa natamani sana kujifunza masuala ya ufundi wa baiskeli. Ila nilipojiunga nilikuta kuna vitu vingine tofauti vingi vizuri zaidi kama masuala ya ubunifu na ujasiriamali. Na katika vitu hivi nimeweza kuongeza uelewa zaidi kuhusiana na baiskeli, zaidi kuhusiana na ufundi wa baiskeli. Kwenye ujasiriamali nimejifunza ujasiriamali namna gani za kupata faida au namna gani kama nipata hasara. Lakini vile vile upande wa ubunifu nimejifunza ubunifu wa vitu vingi, ni namna gani naweza kuokoa gharama katika jamii kwa kubuni kitu fulani ili kuweza kutatua changamoto katika jamii. Sikuamini kama ipo siku niweza kusimama mbele za watu na nikaongea mbele ya watu au kueleza kitu fulani mbele ya watu. Hata kujitambulisha pia ilikuwa changamoto kwa sababu sikuweza kukaa mbele kwenye public za watu. Nilikuwa kufanya kazi binafsi hivyo. Lakini kwa sasa nashukuru nimeweza kusimama mbele za watu na kujieleza vizuri kabisa bila shida.